Neno linasema miaka 1000 kwa Bwana ni kama siku moja tu. Yale umesubiri miaka mingi, umezunguka kuombea huku na kule, kumbe kwa ajili ya kunitazama na kunisikia tu, nguvu yake Jehova itakupa majibu hapo hapo ulipo. Tunaenda katika tuko kwa majira ya Pasaka, Kwaresma. Kwaresma inaashiria kilele chake ambayo ni Pasaka, ni ukombozi wa wanadamu, kuwatoa katika vifungo mbalimbali. Na sasa tumeamua kufunga na kuomba wakati wote huu, ili kwamba wale wenye shida tuweze kuwafungua kwa maombi. Na leo nataka niendeleze kipengele kile nilichoanza nacho jana. Ilikuwa ni kipengele kinachohusu sauti ya damu ya Yesu Kristo. Sauti yenye nguvu kuliko sauti zote. Ni sauti moja peke yake. Sauti ya damu ya Yesu Kristo. Na leo tutakuwa na nafasi nzuri sana ya kuomba katika mfumo tofauti kidogo. Taomba kwa namna ya kukubaliana na kile ambacho damu ya Yesu imefanya. Kile ambacho damu ya Yesu imefanya kwa ajili yetu. Kwa hiyo jiandae kuchukua kile ambacho damu ya Yesu imeshatufanyia. Na andiko letu la kwanza linatoka pale kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari ule wa 11 ambao nitaukiri tu hapa. Nasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa maneno ya ushuhuda wao. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Mwana kondoo ndio Yesu Kristo. Kwa maana Yohana Mbatizaji alisema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa Yesu ndiye mwana kondoo. Kwa hiyo tunashinda kwa damu ya mwana kondoo. Lakini maneno yanayofuata kwenye B ya mstari huo inasema, na kwa maneno ya ushuhuda wetu. Maana yake tunasema kile ambacho damu imetufanyia. Tunakubali kwa midomo yetu kile ambacho damu ya Yesu imetufanyia. Ikiwa damu ya Yesu imetangaza tumemshinda shetani pamoja na wajumbe wake wote kwa njia ya damu ya Yesu, ni kazi yako wewe na mimi kukubali kwa kinywa chako na kusema, damu ya Yesu imenipa ushindi dhidi ya wachawi, dhidi ya laana, dhidi ya mikosi, dhidi ya balaa, ajali, mauti, umaskini na kila mpango uliotengenezwa sirini na shetani. Popote pale ninakiri damu ya Yesu imenipa ushindi. Kwa hiyo damu inafanya kazi pale unapoiweka kwenye sauti yako. Na ndio maana sasa tunasema sauti ya damu ya Yesu. Na kwenye Waebrania 12 mstari wa 24 unazungumza kwamba, na Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya kwa damu ya kunyunyizwa, kwa damu ya kunyunyizwa inayozungumza mema, inenayo mema kuliko damu ya Habili. Kwa hiyo damu hii inaongea mema. Ina maana katika maisha
tumeshatamkiwa mambo mengi mabaya. Kuna sauti nyingi, maneno mengi yametulaani, yametutakia mabaya, yametufunga kwa maneno ya kishirikina, maneno ya wenye mamlaka, mambo mbalimbali. Sasa damu hii inakuja kunena mema, inapindua, inatengua, inabatilisha, inaondoa mabaya yaliyoelekezwa kwako kwa namna yoyote ile. Kwa uone muhimu wa damu ya Yesu Kristo. Tutaangalia kwenye upande wa pili wa nguvu zile za giza wanapofanya kazi kwa bidii kuhakikisha wewe umefungwa, kuhakikisha biashara yako imesambaratika, kuhakikisha nyumba yako haina amani, kuhakikisha ufanikiwi. Nitakuonyesha. Na wao pia wanatumia damu, ile damu ya njiwa, ya kuku au mbuzi au kondoo au ng'ombe au hata binadamu, na ile damu na yenyewe inanena. Damu ndio zenye mamlaka na sauti ya kuamua hali ya maisha ya watu. Damu ndio zenye mamlaka ya kuamua umiliki wa maeneo, umiliki wa mitaa, umiliki wa mikoa, hata nchi. Damu ndio zinaamua. Ndio maana utaona watu mwisho wa mwaka au mwanzo wa mwaka wanaenda kutoa makafara, kwa kuwa wanajua damu ziwanenee mwaka wao uweje. Na wengine utaona maajali yanatokea, ni damu zinamwagwa ili watu watoe sadaka kwa miungu na mizimu na mashetani, ili baadaye mizimu ifurahi kiasi kwamba hao waliomwaga damu wapate mema. Sasa damu zile zinapomwagika huwa zinaapiza mabaya, huwa zinafanya watu wafungwe, zinaongea vifungo, zinaongea magonjwa, umasikini, inaongea kifo, inaongea mambo ambayo yanakufunga. Unapigwa kwenye madhabahu zinapomwagika damu. Tunaona mfano kwenye kitabu cha Hesabu. Hesabu sura ya 22 mstari ule wa 5 na wa 6, lakini tutasoma tu wa 6 peke yake. Tunaangalia hapa watu wa Mungu walikuwa wanaenenda katika njia, hawana hatia wala ugomvi na mtu. Lakini kuna mfalme anaitwa Balaki, akatishika na kuogopa sana, na akajilinganisha kuona hana nguvu za kupambana nao. Alichokifanya, alitafuta mchawi. Tusome sasa mstari wa 6. Naomba msomaji wangu asome mstari wa 6. Hesabu 22 mstari wa 6 unasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Basi njoo wewe na kusihi unilaania watu hawa. Anamwambia sasa huyo mchawi mwenyewe anaitwa Balaam, njoo wewe mchawi unilaanie, maana wana nguvu kunishinda mimi. Maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu. Labda tutaweza kuwapiga, unilaanie, uwaloge ili niweze kuwapiga. Kuna mapigo yanatengenezwa kichawi ili niwapige, niipige hiyo biashara, niipige hiyo afya, niipige elimu ya huyu mtu, nipige maendeleo yake, nipige ustawi wake, nimpige akwame, angamie, afya yake niipige. Maana namuona na nguvu
bila kumlaani sitamweza, lakini ukisha mlaani ingawa ananishinda nguvu, mimi nitamweza. Mimi nitampiga na nitamfukuza kwenye nchi, hata kaa kwenye nchi. Kwa hiyo damu, huyu alikuwa anaenda kwa mchawi. Mchawi alichokifanya, alimwambia sasa, niletee sadaka. Nenda sasa sura ya 23, soma mstari wa kwanza mpaka wa 3. Balaamu akamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7, ukaniandalia hapa ng'ombe waume 7 na wanakondoo waume 7. Ndio. Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu akatoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Kila madhabahu. Madhabahu ngapi? 7. Balaamu akamwambia Balaki, inatosha mpaka hapo. Nataka tujue, tuone hilo tendo la sadaka. Wewe utaenda mstari ule wa 13. Maana yake huyu mchawi anamwambia huyu Balaki, mambo hayafaulu mpaka damu ndio zitakutetea. Damu ndio itakufanya uwapige hawa. Damu ndio itakufanya uwashinde hawa. Damu ndio itawalaani hawa. Kwa hiyo lete, ili wapige vizuri, lete ng'ombe 7 na kondoo 7, wakachinja. Piga hiyo picha. Na ile damu inanena nini? Inanena iwapige. Inanena wafukuzwa kwenye nchi, wakose nguvu, wakose mafanikio. Ndio damu inamwagika. Anataka kuisemesha damu. Damu iseme kwamba hawa watu nataka niwapige, wakose nguvu, wafilisike, waaibike, wakose uwezo. Mimi niona uwezo juu yao, niwatawale, niwamiliki, niwashinde. Wanataka kufanya hivyo. Lakini Mungu akakataa. Waliposhindwa, kwa sababu Mungu aliweka pingamizi, huyu mshirikina hakukata tamaa. Alienda tena mstari wa 13, soma. Balaki akamwambia, haya njoo tafadhali hata mahali pengine, na kutoka huko utaweza kuwaona. Utaona upande wa mwisho wao tu, wala hutawaona wote. Ukanilaanie hao kutoka huko. 14. Akamchukua mpaka shamba la Sofimu, hata kile cha Pisga, akajenga madhabahu 7 tena. Akatoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Basi hapo inatosha. Utaenda mstari wa 27. Nataka tumuonyeshe mtazamaji wangu seriousness wa adui yako, jinsi adui anavyomaanisha kuliko unavyofikiri. Hajali gharama anayotumia ili tu uharibikiwe. Wewe unafanya mchezo, hata maombi yako ni ya mchezo. Hata katika sadaka zako ni za mchezo. Lakini yule anataka uharibikiwe, hatani. Anataka ndoa yako ikose furaha, watoto wako wasambaratike, usiwe na furaha. Anatoa sadaka, damu ile. Haya, twende mstari wa 27, soma. Kisha Balaki akamwambia Balaamu, haya njoo sasa. Akampeleka sehemu nyingine sasa. Nikupeleka mahali pengine. Labda Mungu ataridhia kwamba unilaania watu hawa huko. Basi Balaki akamchukua Balaamu akaenda naye mpaka kilele cha mlima Peori. Mahali palikuwepo upande wa nyika iliyoko chini yake. Ndio. Balaamu akamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7, kisha niandalie ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Basi Balaki akafanya kama Balaamu alivyosema. Akasongeza sadaka ng'ombe mume na kondoo mume juu ya kila madhabahu. Mara ya 3 madhabahu zimejengwa. Maana yake ni ng'ombe ngapi? 21 na kondoo 21. Lengo ni kutaka kufanya mtu fulani ashindwe maisha, ni kufanya familia fulani ishindwe maendeleo, ni kumfunga binti fulani asiolewe, ni kumfunga kijana fulani asipate kazi, ni kumfunga mtu fulani asifanikiwe biashara, ni kumfunga mtu fulani akwame mambo yake. Huyo hajali au anasafiri anaenda wapi, ajali, ili mradi tu kwame mambo yako. Sasa ni damu zinanena mabaya. Bahati nzuri hapa Mungu alikataa. Na unapoielewa damu ya Yesu, hata wakati wabaya wanatumia damu zile za kukulaani, kwa kuwa wana Israeli walikuwa wameshaweka damu ya mwana kondoo. Ile damu ya mwana kondoo ilikuwa inanena ulinzi.
ilikuwa inanena usalama, ilikuwa inanena maisha mema ya baraka. Kwa walipolaani, ile damu ilikuja ikazuia. Damu ya Yesu itazuia damu zote ambazo zimenena mabaya kukuhusu wewe. Na hapo tunaongea nini? Wachawi hawalogi bila damu, waganga hawafanyi bila damu, mizimu haifanyi kazi bila damu. Maana yake ukijua nafasi ya damu, hutaogopa wachawi tena, hutaogopa mizimu tena, hutaogopa waganga tena, kwa sababu wanahusika sana na damu. Na wewe ukielewa damu, hii damu inanena ulinzi, mafanikio, ushindi, utajiri na mamlaka ambayo inatoka katika Kristo Yesu. Sasa nikuonyeshe hii damu ya Yesu, ambapo ndio tuwatokea na maombi hapo. Wewe uhalali wako, jinsi ambavyo huna haja ya kuogopa na kutetemeshwa na adui, ni mpaka uelewe hii siri ambayo nataka kuieleza sasa. Hiki kipengele ambacho nataka nikuelezee, ukikielewa vizuri, kutokea leo utakuwa mtu shujaa, mtu hodari, mtu asiyebabaika, mtu wa kusaidia wengine, mtu mwenye hatima kubwa, mtu ambaye ndoto zake itatimizwa, mtu ambaye maono yake yatatimia. Hatatishika mchawi au nani atakwamisha. Ukipata hii siri, naoenda kukutamkia sasa hivi. Na hii siri inatoka kitabu cha Ufunuo 5 mstari ule wa 9 mpaka wa 14. Hapo nataka nibaki hapo, nikuonyeshe madini ya thamani sana yatakao kusaidia kuvua kabisa woga, kuvua kabisa hofu, kuvua kabisa mashaka, na kushikamana na utukufu wa Mungu ambao uko tayari kukupandisha juu. Na hapa nenda kuongea nini? Tunataka tushughulike kwenda kuondoa umiliki wowote ambao umemilikiwa. Tunaenda kuondoa utawala wowote ambao unatawaliwa. Tunaenda kubatilisha vitu kwa kuona kile ambacho kimetendeka hapa kwenye maandiko. Haya maandiko atasoma baadaye, lakini nenda nikaeleza kwanza. Inaonekana ya kwamba damu ya Yesu imenunua maisha yetu. Hebu soma. Nasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Nao waimba wimbo mpya akisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifunga muhuri zake, kwa kuwa alichinjwa akamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme. Subiri hapo kwanza, twende pole. Anasema wakaimba wimbo mpya, na mimi ninataka nitamke kinabii, Mungu akupe wimbo mpya, sio ule wimbo wa majonzi, maombolezo, mateso. Wakaimba wimbo mpya, wakasema unastahili wewe kufungua kitabu na kuvunja zile muhuri. Najua mihuri ikipigwa, maana yake hiyo ni ishara yule ambaye ndiye mwenye mamlaka pale. Kwa hiyo hata kufungua uruhusiwi. Sasa kama umepigwa muhuri wa shetani kwenye ugonjwa fulani, au roho ya kuzimu imepiga muhuri, mwenye uwezo ni huyu anayekuja sasa. Anasema kwa kuwa wewe Yesu, angalia sasa, ulichinjwa. Unaona Balaki kule alichinja ng'ombe, umchukue Yesu kama kondoo. Ndio maana anachukuliwa kama kondoo. Ina maana unapomwamini unachukua kama vile umeenda nawe kuchinja kwenye madhabahu. Ni kama unachukua sadaka unaenda madhabahuni, kama vile wale waganga na wachawi wanaenda na kuku wanachinja, na wewe imani yako hivyo hivyo unamchukua Yesu, ni kama vile ameenda kuchinjwa kwenye madhabahu kama sadaka yako, ambayo sadaka hiyo inafanya kazi kubwa yenye lengo kubwa
la kufungua vifungo mbalimbali. Sasa angalia, nasema wewe ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako, ukamnunulia Mungu kwa kupitia damu yako watu wa kila kabila. Tunaanza hapo kabila, tunaenda kukomboa makabila. Makabila yamemilikiwa na mizimu, yamemilikiwa na ushirikina, yamemilikiwa na laana, yamemilikiwa na umaskini, yamemilikiwa na miungu. Tunaanzia hapo hapo. Sasa anasema ukamnunulia Mungu kila kabila. Kabila lako linaenda kukombolewa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili anasema lugha, kila lugha, popote mwenye lugha yoyote, lugha zote zikakombolewa. Akanunua watu wa lugha zote na watu wa kila jamaa. Jamaa ni ukoo, tutaenda kushughulika na ukoo. Koo zilizofungwa tutazikomboa, na kila taifa, mataifa tutakomboa mataifa. Taifa la Tanzania tutalikomboa. Kwa hiyo tunaona hii damu ambayo Mungu ameruhusu itupe maisha mapya, kwamba tulikuwa, unajua unapokuambia umenunuliwa, maana kulikuwa mali ya mwingine, na actually tulikuwa mali ya mwingine. Maeneo yalikuwa mali ya mwingine, makabila yalikuwa yanamilikiwa na mwingine. Hivyo ukitaka uthibitishe hilo, usifunike pale ulipo. Nataka tu nitalikiri hiyo neno pale kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 18 na 19, inasema mfahamu ya kwamba mlikombolewa. Neno kukombolewa maana yake malipo. Mlinunuliwa sio kwa vitu vinavyoharibika, bali si kwa vitu viharibikavyo, yani fedha au dhahabu, bali mlikombolewa kwa vitu vya thamani. Na pale anasema ili mtoke kwenye urithi mbaya mliorithi kwa baba zenu. Maana yake tulirithi laana, tulirithi mikosi, tulirithi wakati mwingine wa mikoba ya uganga na uchawi, tumerithi mambo ya babu zetu. Sasa ile damu imetununua, na katika kutununua, ukiikubali hiyo damu yenyewe inasafiri, inaenda pale kwa yule mtu wa kwanza wa ukoo wenu aliyeingia agano la kufanya ukoo umilikiwe na roho ile au mzimu ule. Kwa hiyo hii damu ya Yesu inakwenda, pengine yule babu wa ukoo aliyeshikilia jina la ukoo wenu, wewe hata umjui kabisa, labda miaka 500 huko au miaka 600 nyuma, ndiye aliyeingia agano la kufanya ninyi muwe aina fulani ya watu. Hii damu yenyewe inasafiri, inaenda mpaka kule kwa yule babu aliye wa miaka 600, inamkuta pale akiweka agano na mzimu, akiitamkia familia yake itakuwa hivi, itakuwa katika mfumo huu, watu wa nyumba hiyo watakuwa hivi. Wanapatana na ule mzimu, wanaweka mkataba, wanaweka agano. Sasa damu ya Yesu inaenda mpaka pale, Yesu inasimama pale, anasema huyu ninataka hii familia ukoo ni utoe huko kwenye ile agano. Alafu damu hiyo si inaongea, damu inenao mema. Damu hii ya Yesu haifanyi tu vitu kwa jinsi isivyo sahihi. Inamuuliza yule mzimu, inamuuliza yule mkuu shetani, unadai nini hii ukoo? Unadai nini? Unadai gani? Shetani atadai kwamba huyu na wadai kwa sababu hiki na hiki na hiki, wanatakiwa walipe hiki na hiki na hiki. Yesu anasema hivi, kupitia damu yake mimi nalipa kifo changu, damu yangu hii inalipa. Kwa damu ya Yesu inalipa kila dai. Ndio maana Yesu anasema nilifanyika fidia. Mwana wa Adamu alikuja, hakuja kutumikiwa, alikuja kutumika na kutoa nafsi yake kuwa fidia. Kwa fidia maana yake akufidia wewe kile ambacho hungeweza kujifidia mwenyewe. Kwa ina maana damu ya Yesu inaenda kufidia
kwamba uko huu na udai nini, uwe na kifafa nalipa, kuanzia sasa kifafa hamna, uwe na pumu nalipa, pumu hamna, kansa nalipa, kansa hamna, umaskini nalipa, umaskini hamna, ulevi nalipa, ulevi hamna, kifo kabla wakati nalipa, hakuna kufa, na inalipa madeni yote. Anamuuliza unadai nini tena? Nataka wanakufa kabla miaka, nalipa, hawatakufa. Kwa damu ya Yesu inaenda kulipa. Ndio maana tumenunuliwa, tumekombolewa na Yesu ametoa fidia. Kwa ndio maana sasa tunapokuwa tumenunuliwa kwa damu hii, tunakuwa mali ya mwingine, tunakuwa miliki ya mwingine, na tukiwa miliki ya mwingine ndio anasema akatufanya kuwa ufalme. Nilikuwa natafakari neno nikacheka nikafurahi sana. Ikatufanya sisi kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, na kumiliki juu ya nchi. Nikatafakari ile neno ufalme. Unajua ufalme ni kingdom. Kuna maneno mawili, kuna mfalme na ufalme. Kingdom and king. King ni mfalme mwenyewe. Kingdom ni utawala. Utawala maana ni eneo, territory, eneo la utawala ambalo mfalme anatawala. Sasa nikalitafakari hili neno. Anasema sisi tumefanywa ufalme. Ina maana sisi kimbingu tumefanywa territory ya Mungu. Tumefanywa eneo la utawala wa Mungu. Kama sisi tulikuwa ni eneo la utawala wa mapepo zamani, eneo la utawala wa mizimu. Mizimu ilikuwa inatawala miili yetu, inatawala kila kitu chetu. Sasa sisi tunaondolewa, tunakuwa ufalme wa mbinguni. Yesu ndiye anakuwa mfalme wetu. Na ndio maana nimekuwa nikikwambia ukiri Yesu ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Na baadaye nakwambia sema Yesu ni mfalme wangu. Maana wewe unakuwa ni eneo la utawala ambao mfalme analitumia kutawala. Kwa mimi na wewe tumeondolewa kutawaliwa, kumilikiwa na mfalme yule batili kwa sababu ya ile damu. Kwa ukielewa ile damu unaanza kujisikia ushindi tayari. Hata sasa naona watu imani zinainuka. Wanaona hivi nateswa kwa sababu gani sasa? Hivi namilikiwa hii shida, hii hali hii, kwa nini naogopa wachawi? Kwa nini naogopa waganga sasa? Kumbe mimi ni territory. Mimi ni eneo la ufalme. Mfalme ndiye Yesu Kristo. Na ukitaka kugombana, vita vinaendelea duniani leo, zinagombania maeneo ndugu yangu. Angalia vita inaendelea kwa Kongo, wanagombea eneo. Ndio ukiangalia kule si Ukraine, si wapi, wanagombea maeneo, wanapigania eneo. Ukishinda unamtoa unamiliki eneo lile. Wanagombea maeneo. Sasa piga picha. Wewe Yesu atanyang'anya eneo kweli? Wewe ndio eneo la utawala. Piga hiyo picha. Shetani atapigana mtoe Yesu kwenye eneo la utawala ambao umelinunua kihalali. Wewe ni miliki yake halali. Hapo ninakwambia patachimbika. Haleluya. Patachimbika kama wanavyosema Waswahili. Waswahili tuna mambo. Patachimbika sawa sawa. Shetani hawezi. Biblia inazungumza vizuri. Inazungumza vizuri kwamba kwa njia ya mauti yake Yesu alimuharibu Ibilisi ambaye alikuwa na nguvu ya mauti na hana nguvu tena. Akawaacha watu huru, wasiwe na hofu ya kifo, wasiwe na hofu ya uangamizi. Na sasa hivi watu wana ushindi kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Tufuatane polepole. Sitaki nikupeleke haraka, maana hapa pamekaa ushindi hapo. Hapo ndio penye siri. Hapo ndipo pamelala ushindi wetu. Malamu kweli, waganga kweli wamesindika, wametoa makafara, wakachukua majina yetu, wamechukua vitu vyetu wakatutaja huko, wakatufunga. Lakini sikia, sisi tumefanya ufalme na makuhani wa Mungu wetu. Lakini si hivyo tu, na tunamiliki sasa juu ya nchi. Nataka usiku wa leo tutamshukuru Mungu. Ndio maana nikasema leo, usiku wa leo tutaomba kwa staili ya shukrani. Tutaomba kwa staili ya kukubali kwamba ninashukuru Mungu kwa kuninunua, nashukuru kwa kunimilikisha utawala, kwa kunipa nchi, kwa kunipa utukufu. Yani ninakuonyesha vitu ambavyo utavifuatilia, uanze kukubali damu ya Yesu imekununua. Wewe ni miliki ya mwingine, na useme asante kwa sababu miliki zozote, hata ukoo wangu umekombolewa, familia imekombolewa, jamii imekombolewa, lugha zimekombolewa, kabila imekombolewa. Leo tunashughulika kwa kabila lako, kabila la Wanyiramba. Mimi Mnyiramba, Wanyiramba wangu,
Wanyiramba tumekombolewa kwa jina la Yesu. Wahaya wamekombolewa, Wachaga wamekombolewa, Wapare wamekombolewa, watu wote wamekombolewa kwa damu ya Yesu. Usijali kama kabila lako ni kabila gani unalitaja mwenyewe. Wahehe wamekombolewa, Wadigo wamekombolewa, watu wengi, makabila ni mengi sana Tanzania. Usijali, kila kabila tumekombolewa. Tukubaliane. Kila mtu hapa ananisikiliza na kabila lake. Makabila mengine yana mila mbaya sana, yana vifungo vibaya sana, yana sifa mbaya sana. Hata hapo wewe, kwa sababu unatoka kabila hilo, sasa ndio mkombozi wewe. Utachukua damu ya Yesu, utaliita kabila lako, useme kabila hili la Wanyiramba ni mali ya Kristo. Waliofungwa hawatafunguliwa tena, hawatafungwa tena, hawatanyanyaswa tena. Mimi ninapeleka damu ya Yesu inyunyizwe kwenye wilaya, kwenye kabila hili, ili Wanyiramba wote waende kubarikiwa, waishi maisha mazuri, maisha marefu, maisha ya ushindi. Hiyo naongea tu kwa mfano, sio Wanyiramba peke yake. Natoa mfano tu, sema baba, mbona unatupenda? Naongea mfano tu. Wewe na wewe taja kabila lako, maana hapa imetajwa kabila, lakini jamaa inaongelea habari ya ukoo wako. Mimi ukoo wangu ni Kingu, ninaenda kufuatilia ukoo wangu wa Kingu. Mambo gani kwenye wakina Kingu? Hili jina Kingu limebeba nini? Pengine limebeba mikosi, limebeba laana, limebeba mambo ya vizuizi, limezuia vitu vingi. Sasa naenda jina la Kingu nalikomboa, jina la mamangu Msengi nalikomboa. Kwa hiyo ni lazima familia yangu sasa naenda kuikomboa kwa damu ya Yesu. Na wewe pia hivyo hivyo. Kwa usiku wa leo kwanza unashukuru tu kwamba ukoo wangu umekombolewa. Safi sana. Tunaenda vizuri bila shaka. Sasa endelea kusoma mstari michache hapo, maana muda wangu unanikimbia sana. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Ndio. Nao wanamiliki juu ya nchi. Nao ndio sisi sasa tunamiliki. Sasa ndio wamiliki ni sisi. Tumebadilishiwa. Damu inenayo mema imetubadilishia utawala. Sisi ndio wamiliki halali wa nyumba yetu, wa mkoa wetu, wa familia zetu, wa kila kitu. Ni wewe na mimi ndio sasa wamiliki halali. Yesu amelipa. Kwa hiyo jitie kifua mbele. Kila mahali ulipo, wewe ndiye mmiliki halali. Wewe ndio mtawala halali. Yule mvamizi ameshafukuzwa. Ukipata ufahamu tu anakimbia mwenyewe. Wachawi wanakimbia mwenyewe. Mizimu inakimbia yenyewe. Sababu unajua jamaa limeelewa, limejua ukweli. Itakimbia, maana nguvu hii inaenda kuwashughulikia yenyewe. Damu ya Yesu inenayo mema, inanena mema kwa ajili yako. Maeneo yanafunguka, maeneo yako yanafunguka, maeneo ya utawala yanafunguka, familia zinafunguka, koo zinafunguka, mila zote zinadondoka chini za kishetani, makabila yanafunguka, mataifa yanafunguka, magonjwa yanakimbia, laana zinakimbia, mikosi inakimbia, maskini inakimbia, maana tumeitwa kwa baraka. Endelea kusoma tuone kitu cha mbele hapo. Nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kila kiti cha enzi. Ndio. Na za wale wenye uhai, na za wale wazee. Ndio. Na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000. Wale wasomi wazuri wa mahesabu ambao hawakukimbia umande kimahesabu. Tunataka kuangalia mahesabu ya malaika na wale wenye uhai na wazee. Walikuwa wako 10,000 mara 10,000 mara 1,000 mara 1,000. Hiyo mahesabu ni mengi sana. Malaika hao. Tusiumize vichwa, maana tusaidii sana. Tunataka tujue tu kwamba ni wengi sana. Wanasemaje hao? Wakisema kwa sauti kuu, astahili mwanakondoo aliyechinjwa. Wanasema huyu mwanakondoo ndio Yesu, anastahili yeye aliyechinjwa. Kumbuka neno kuchinjwa. Kuna mtu nimsikia siku moja anasema uchindi uko kwenye kuchinja. Kuchinja. Na sisi sasa tunachinja. Ndio hiyo kuchinja. Mwana kondoo amechinjwa. Haleluya. Kama umechinja kuku, sisi imeshachinjwa damu ya mwana kondoo wetu. Haleluya. Sasa tuendelee, soma hapo. Kupokea uweza. Sasa tunaanza hivi vitu ndio uombe, ushukuru Mungu, vikubali na uchukue. Huyu mwana kondoo anatoa nini? Amemnyang'anya nini adui? Kupokea uweza, na utajiri, na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Vitu 7, baraka 7. Hivi mambo 7 ni ya kwako na ya kwangu. Uweza wote umekwisha peanwa kwetu. Shetani amenyang'anywa uwezo,
amenyang'anywa nguvu, amenyang'anywa mamlaka, amenyang'anywa kila silaha. Silaha amevuliwa, na sisi uwezo tumepewa. Ndio maana Yesu akasema, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Hayo maneno hayakuandikwa kama kutufurahisha, ndio ukweli. Yesu ana uwezo wote na utajiri. Hapo lazima ukubali utajiri. Utajiri unatoka, Yesu ana umiliki. Alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Alifanyika maskini tuwe matajiri. Alifanyika maskini tuwe matajiri. Yesu anatoa fursa ya kila mtu anayekubali damu Yesu. Damu Yesu inasema utajiri, inasema mafanikio. Ya tatu anasema na hekima. Tunapewa hekima inayozidi wakuu wa dunia hii, watawala dunia hii. Sio hekima ya darasani. Hii ni hekima ambayo inatolewa na Roho Mtakatifu. Tunapata ufunuo wa mbinguni, tunazungumza na mbingu, tunanong'onezwa mambo na Mungu. Hekima iko kwako, iko kwangu. Ya nne inasema nguvu. Tuko na nguvu. Nguvu ni ile majeshi ya uweza yako pamoja nasi. Unajua, mnasikia nguvu ni kama majeshi yanayotuzunguka, yanayokulinda. Kuna nguvu. Halafu heshima. Hauna haja kuaibika na kutangazia. Kubali anayataja. Huu wakati wa kuheshimika, wewe utaheshimika na heshima na utukufu. Hakuna kukaukiwa tena maombi wala neno. Umejaa utukufu, umejaa upako, umejaa nguvu, umejaa mafunuo, umejaa karama za Roho Mtakatifu, karama za uponyaji, karama za miujiza, karama za imani, karama za kupambanua roho, karama za neno la maarifa, karama za unabii, karama za kunena kwa lugha, karama za kutafsiri lugha, karama za kupambanua lugha. Pokea karama zote. Karama za Roho Mtakatifu umepewa. Lakini pia anasema na baraka zote. Kwa hiyo nataka ujue kwamba duniani hapa Yesu ametupatia mambo 7 hayo. Kupitia damu ya Yesu tumepokea uweza, utajiri, hekima, nguvu, heshima, utukufu na baraka. Kubali. Sasa pale ulipo sema, nakubali hivi vyote vilivyotolewa ni vyangu. Nakubali mimi namilikiwa na Yesu. Mfalme wangu ni Yesu. Mimi ni territory yake. Mimi ni eneo lake la utawala. Yeye anakaa ndani yangu. Kiti chake cha utawala kiko kwangu. Maana makao makuu ya Yesu, ya mtawala, iko kwangu. Ndio maana maandiko yanasema aliye ndani yenu. Yesu ana makao yake makuu wapi? Akasema, akaongea na wanafunzi kwamba aliyeniona mimi amemwona Baba. Akamwambia Filipo, huamini? Unasema unionyeshe Baba. Baba muone wewe? Mimi nilio katika mwili. Baba na mimi, mtu anayeipenda, anayeamini damu yangu ya Yesu, nitakuja kwake, mimi na Baba na Roho Mtakatifu tutaingia kwake, tutafanya makao makuu ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni ndani yako. Ili ufahamu kupata huo, yani kuzimu sasa na kufanya nini? Ukipata hii kweli hiyo niliyokupa sasa hivi, kweli hiyo peke yake, kwamba makao makuu ya Mungu ni kwako. Wewe ndio makao makuu ya Mungu. Ukitembea, Mungu anatembea na wewe. Wewe ndio ukigusa watu, umewagusa watu. Utaponya watu, utawafungua watu. Wewe ndiye makao makuu. Mungu anatumia mdomo wako, mikono yako, miguu yako. Mungu hayuko mbali, yuko ndani yako. Kupitia neno hili Mungu anakaa ndani yetu. Haleluya. Nataka nikupatie siri nzuri sana, na Mungu akusaidie. Endelea kusoma, tuangalie hapo. Na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi ya juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake na livisikie vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Anasema na kila kiumbe kilicho mbinguni na vilivyo duniani na chini ya nchi na baharini, vyote vikasema ukiri ule kwamba vikasema uweza, baraka, heshima, kila kitu kiko kwa anayeketi kwenye kiti. Na kiti ni wewe. Wewe ndio kiti cha Mungu. Wewe ndio kiti, mimi ndio kiti cha Mungu.
na anaongea kupitia mimi sasa hivi, na mwana kondoo ambaye ni mfalme. Yesu ni mfalme wa falme. Kwa hiyo sasa kumbuka kwenye kitabu cha Wafilipi 2 anaposema kila goti itapigwa, ya viumbe vya mbinguni, imefanana hapa, na vya duniani, na vya chini ya nchi. Na hapa imerudiwa vile vile ya kwamba na alivisikia viumbe vya mbinguni na vya juu ya nchi na vya chini ya nchi na vya baharini vikisema kwamba huyu ndiye anayestahili kutoa hivi vitu bora. Damu ya Yesu ndio inatoa hizi baraka. Damu ya Yesu inenayo mema, inatoa faida, inatoa maisha marefu, inatoa familia nzuri, familia zenye heshima, watoto wazuri, elimu nzuri, uchumi mzuri, elimu nzuri kabisa. Damu ya Yesu inenayo mema, inene kwako. Sasa nataka nikupeleke kwenye maombi, uombe mwenyewe, ujiombee, useme, ukubaliane na mimi nitakuombea hapa. Lakini kabla sio kuombea, mstari wa 14 kusoma. Na wale wenye uhai 4 wakasema amina. Wale wenye uhai 4 wakakubaliana, sema hiyo ndio amina, iwe hivyo hivyo. Amina maana yake iwe hivyo hivyo. Na wazee wale na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Sasa wazee inachukua nafasi yetu wanadamu. Wakaanguka wakasujudu. Watu wengine wameona, nikipata ufunuo nikiwaombea, nikawaambia, unajua unapoona Mungu ametenda jambo kubwa, unachukua nafasi wewe mwenyewe. Kuna namna 2 za kudondoka ambazo Mungu anaziangalia. Kuna moja ya mapepo, pepo linadondosha mtu, lakini kuna hii unadondoka kwa hiari yako. Yaani wewe unajisalimisha, kuonyesha kwa mimi si kitu mbele zake, kuona utukufu na ukuu. Hao walijidondosha wenyewe, lakini ile tendo lina maana kubwa. Walijidondosha wakasujudu, wakasema wewe ndio unastahili. Na wakati wafanya vile vilivyokuwa vinakushikilia kiburi na kukushikashika bila kuachia, kwa sababu umeishuka chini. Maana shetani ana kiburi, huwa aanguki kwa Mungu. Shetani hawezi kunyenyekea. Kwa hiyo ni muhimu upate ufunuo, uendondoke mbele za Mungu, umsujudie Mungu. Wakati mwingine lala kifudifudi mbele za Mungu. Watu walipotokea na Mungu, unaona walilala kifudifudi, walipiga magoti, walisujudu. Lakini siku la leo watu wakakamavu tu hivyo, wamekaa hivyo. Sikia, hata makabila yanatushinda. Wasukuma wanapiga magoti. Tena wanapiga magoti kwa mwanaume tu. Au Wanyakusa. Wanyakusa oye. Wanyakusa wabarikiwe. Mimi nimeoa Mnyakusa. Wanyakusa warembo kweli kweli. Kama wewe hujaoa bado tembelea huko, Tukuyu huko. Kuzuri sana. Wako wengi. Kwa hiyo sasa Wanyakusa heshima na adabu, na mimi nilivutwa na heshima zao kwa kweli. Walikuwa yani ukisalimiana wanapiga magoti. Nikasema hivi niende wapi zaidi ya mtu kama huyu? Haleluya. Sasa ina maana sasa kama sisi kwa wanadamu tunapiga magoti kwa mwanaume, piga magoti kwa Yesu mfalme wa falme kwa hiari yako. Si kwamba mpaka uangushwe na pepo. Wewe mwenyewe piga magoti, sujudu, dondoka chini. Mwambie Mungu, mimi si kitu, suti yangu si kitu, wewe ndio kitu. Nataka nionyeshe heshima yako, utukufu. Mimi napewa heshima na wewe. Siwezi kubaki na mavazi haya. Mavazi haya yananipa heshima gani? Nikijichafua chini, kesho natoka na madhahabu na masuti na magari, kwa sababu nimenyenyekea kwa Mungu. Nyenyekea mbele za Bwana, atakuinua. Acha kiburi. Mungu anataka kufunua maisha yako. Twende mbele za Mungu sasa. Kiri pamoja nami, omba pale pale ulipo, jikubali, sema damu ya Yesu imekupatia uweza. Kiri uwezo uliopewa na Mungu, badilisha umiliki, milikiwa na Mungu, badilisha umataifa, badilisha kabila, badilisha mambo yale ambayo unaona yanaenda kwenye ukoo wako, yanaenda kwenye familia yako. Yakiri kwamba napokea geuzo hili, napokea kununuliwa, nimekombolewa, nimelipiwa deni, sidaiwi. Kama nilikuwa nadaiwa kwa makosa yangu, sasa Yesu amelipa. Kama nilifanya dhambi fulani, Yesu amelipa. Kama nilienda kutambika zamani, Yesu amelipa. Hata kama ulienda kwa mganga zamani, Yesu amelipa. Yesu amelipa kila kosa lako. Ulimadi tu ukubali kwamba kweli nilienda kwa mganga, nikafanya mambo ya uganga, nimechanjwa na chale, haidhuru. Mimi nakubali nilichanjwa chale, sawa, lakini amelipa. Ukubali, sema tu ndio amelipa. Kwa jina la Yesu Kristo, inua sauti yako, mshukuru Mungu pale ulipo. Huu ni usiku wa baraka sana. Mungu ametupa neno la ufunuo, leo lenye uwezo, lenye
nguvu sana. Haijalishi waganga wachawi Balaamu anafanya nini, anatengeneza madhabahu 7, lakini madhabahu moja tu ya mwana kondoo, madhabahu moja tu ya Yesu Kristo. Damu inenayo mema sasa hivi inanena mema. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaliinua jina lako na kulitukuza na kuliadhimisha, jinsi ulivyo mkuu, jinsi ulivyotukuka. Wewe pekee uliyechagua kutukomboa kwa namna ya ajabu, ukamtuma mwanao pekee, kwa damu yake ya thamani ametununua, akamnunulia Mungu kila kabila, kila taifa, kila lugha, kila jamaa, akabatilisha umiliki na utawala, akatoa uteswa yote, akatupa ufalme na ukuhani. Kwa nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu, leo inakubaliana na neno hili Bwana. Kila mtazamaji wangu, inaomba kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo, na batilisha kila umiliki leo. Kila mmoja leo hamilikiwi na lolote lililokuwa la kuzimu. Anaondolewa uhalali wa mateso, uhalali wa mauti, uhalali wa mizimu, uhalali wa uchawi umeondolewa. Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya damu ya Yesu. Asante kwa jeshi la malaika ambao ni zaidi ya 10,000 malaika, 10,000 elfu mara elfu, ambao wanasema hayo yote yametimizwa: baraka, uweza, nguvu, utajiri, heshima, hekima na baraka zote zinatoka kwa damu ya mwana kondoo. Leo, usiku wa leo, yeyote anayenifuatilia, damu ya Yesu inakidi uweza. Tunapokea uweza. Familia hiyo ipokee uwezo, hiyo familia ipokee uwezo, hiyo familia ipokee uwezo, uwezo wa kushinda adui, uwezo upokee utajiri, upokee utajiri. Hekima leo, pokea hekima leo, pokea hekima leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea nguvu yarudi kwako, pokea nguvu, nguvu zinarudi kwa damu ya Yesu. Afya inarudi, afya inarudi, afya inarudi kwa damu ya Yesu. Biashara inarudi, heshima inaingia, utukufu na kufunika. Roho Mtakatifu akuvae pale, akujilie juu yako, upako zidondoke, kwa sababu umefunikwa na madhabahu ya bibi na babu. Ikatangue maagano yale, yatanguliwe sasa. Maagano yale yakafutwe sasa. Nafuta maagano yoyote yaliyoshikana na maisha yako, na jina lako, na nafsi yako, na roho yako, na mwili wako, na uchumi wako. Leo hii damu ya Yesu ninaikubali. Damu isemayo mema, damu inenayo mema, damu inenayo mema, inene mema kwako, inene mema kwako, kwenye kabila lako, kwenye kabila lako. Damu ya Yesu inabatilisha mapigo ya kabila, mapigo ya kabila, mila potofu, desturi potofu, utamaduni mbaya, magafara yote ya matambiko. Damu ya Yesu inalitakasa hilo kabila, ukoo wako. Ninaukomboa leo, na ufungua leo, na uweka huru leo. Damu ya Yesu inenayo mema, inanena mema kwa ajili ya jamaa zako, kwa ajili ya ukoo wako, kwa ajili ya kila lugha, kwa kila lugha, kila jamaa, kila taifa la Tanzania. Miungu yote inaipelekea damu ya Yesu. Haina uwezo tena, haina nguvu tena, haina mamlaka tena. Imedondoka yote. Inadondosha mkuu wa anga, mkuu wa anga anadondoka kwa damu ya Yesu. Mkuu wa anga amedondoka kwa damu ya Yesu. Amedondoka. Falme za giza zimedondoka kwa damu ya Yesu. Zinadondoka zote. Wakuu wa giza wamedondoka, mamlaka ya shetani imedondoka, majeshi ya pepo baya katika ulimwengu wa roho yote yamedondoka. Ninakanyaga chini ya miguu yangu sasa. Nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui anayekutesa. Leo namkanyaga kwa niaba yako, namkanyaga kwa niaba yako. Anakuachia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu damu ya Yesu inatangua magonjwa yote, na kubaliana kwamba kwa mapigo ya Yesu ugonjwa umeondoka, kansa imeondoka, TB imeondoka, ukimwi umeondoka, mauti imeondoka, figo zimepona, hii imepona,
presha imeondoka. Aribasaikodoseke, moyo umepona, maini yamepona. Moribasai yakamotei kabosika, na mozari na magita ramazika, rimamagata rimazeiko bosika. Utumbo umepona, umeponywa kiuno, umeponywa kichwa, umeponywa masikio, umeponywa macho, umeponywa meno, umeponywa shingo, umeponywa miguu yako, umeponywa joints zote. Nimeponya magonjwa yote ya kila aina. Mwili wako na kori mazida mazaika, na virakati na bozipa dikamkia bosi, na magati na mabobika, na matika saiki na magita, na bosi badika radese. Umefunguliwa, umewekwa huru, umekombolewa. Uvimbe umeondoka, utasa umeondoka, laana imeondoka, mauti imeondoka, adui ameondoka, ameshindwa, ameanguka, hakuwezi tena, ameshindwa. Nguvu yake ni juu. Bwana mabwana, Bwana mabwana, mfalme wa falme. Yesu Kristo ni Bwana wako. Yesu Kristo ni Bwana wetu. Yeye ni Bwana mabwana na mfalme wa falme. Yeye ni Bwana mabwana na mfalme wa falme. Yeye ni mfalme wa falme na Bwana mabwana juu ya miliki yote, juu ya kila eneo. Wakati huu Yesu Kristo anamiliki sasa, anachukua utawala wa familia yako, wa roho yako. Roho yako inatawaliwa sasa na Yesu Kristo. Wananitazama, Yesu Kristo anatawala roho yako, anaingia kwenye roho yako, anaimiliki roho yako, anaimiliki roho yako sasa, anaipa uzima wa milele. Hiyo roho inapewa uzima wa milele. Naondoa mauti ya milele na kupa uzima wa milele. Uzima wa milele pokea. Pokea uzima wa milele kwa zirabosikibata na mozaiko piraka, magataika moziri ya bosa, magatira wa mozika. Pokea uzima wa milele. Naondoa hatia zako zote, naondoa hukumu zako zote, naondoa vifungo vya mauti zote, na kupatia uzima milele. Pokea Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Naifungua nafsi yako, akili yako, naifungua upate akili nzuri, ukafanikiwe kwenye mambo yako yote yanayohusu akili, kwenye elimu, kwenye biashara, kwenye miradi, kwenye mikakati, kwenye kila mahali. Ukawe kiongozi mzuri, kiongozi bora katika serikali, mwanasiasa, kwenye idara yako. Ukawe mfano, ulete tija, ulete mafanikio kwenye kampuni hiyo, kwenye shirika hilo, kwenye ofisi hiyo. Watu wabarikiwe, ukawahudumia vizuri. Hekima imepeanwa, iko juu yako. Roho Mungu, roho ya utawala, roho utawala, roho ya uongozi iko juu yako, inakusaidia. Naombea mwili wako, na ukomboa mwili wako, na ponya magonjwa yote kwenye mwili. Maumivu yoyote yanayo kwenye mwili wako yatoeke sasa hivi kwa jina la Yesu. Maumivu ndani ya mwili huo toeka sasa, toeka sasa, toeka sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ripa kasanda maiga sopa kike pakina gata ikoboso pakayelelesi. Pokea uzima katika mwili wako kwa jina la Yesu. Na ponya uchumi wako, uchumi uponywe, fedha zako ziponywe, mali zako ziponywe, mabadiliko, mageuzi. Damu ya Yesu Kristo inene mema, iite mazuri, mazuri yaje kwako, mema yaje kwako, ulinzi uje kwako. Ulindwe na Bwana. Yeye aliye Bwana akulinde usiku wa leo, akutunze, maisha yako yote yakawe heri, na kufungulia mlango mwema mbele yako. Nafungua njia iliyo bora, na kufungulia mlango walio baraka, mlango wa baraka, mlango wa baraka, na kuwekea njia ya mafanikio. Njia ya mafanikio ndio hiyo. Utatembea miguu yako na irejesha kwenye njia nzuri, njia ya mafanikio. Irudisha kwenye njia ya mafanikio. Mikono yako itafanikiwa, itashika mali, itashika mafanikio kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akulinde usiku na mchana, akulinde ulalapo amkapo, akulinde utokapo ingiapo, akulinde, akubariki mjini na mashambani. Mbingu ziwe wazi kwa mema kwako. Mungu apige adui zako wainukao kwa njia moja, wakimbie kwa njia saba. Bwana akutunze kwa kuwa umemkubali, damu yake Yesu umeikubali, na umetubu dhambi zako zote kabisa. Napoenda kumaliza,
nataka nikupatie Yesu. Maana hata mimi ujasiri wote huu namsema shetani sana. Kama sio Yesu nisingemsema hivyo. Maana ukimsema shetani hivi tu atakugeuka. Sasa na mimi nataka nikupatie Yesu. Sema, Yesu Kristo, ni wewe tu nimekuamini. Uliyenunua maisha yangu, ukanunua kabila, ukanunua ukoo, ukanunua taifa. Ninakubali unimiliki leo. Nakupa moyo wangu, nakupa nafsi yangu, nakupa mwili wangu, nakupa utawale kila eneo la uchumi wangu. Ukanitetee, ukanipe uwezo, unipe utajiri, unipe hekima, unipe nguvu, unipe heshima, unipe utukufu, unipe baraka. Nakubali leo nimemkana shetani na miungu yake yote na waganga na wachawi wote. Natubu pale nilipoenda kwa waganga, nilipochanjwa chale, nilipozindika. Ninaenda kuchoma mairizi kwa damu ya Yesu na kutegemea unisaidie. Damu ya Yesu inisaidie kwenye duka langu, kwenye shamba langu, kwenye miradi yangu, kwenye nyumba yangu, kila nifanyacho. Kwenye siasa, damu ya Yesu initangulie, inipe mamlaka ya kutawala. Sitaenda tena kwa miungu. Nisaidie Bwana Yesu, katika jina la Yesu. Kama umeomba hivyo huko uliko, useme amina huko. Mungu akubariki. Kama umeomba sala hiyo, wewe tayari umelindwa na wewe tayari umebarikiwa sana. Basi wakati huu umefikia mwisho wa kipindi hiki kizuri cha Wakati wa Majibu ni Sasa. Bila shaka umepokea majibu. Mimi pia hapa nilipokuwa naomba nimewasikia kupokea majibu. Nasikia kuna majibu nimeyapokea hapa hata mimi. Napokuombea nasikia ila kwako chukua, ila kwako chukua. Kwa hiyo na wewe kama umepokea majibu, comment pale chini, sema nimepokea majibu yangu. Sema nimepokea umiliki wangu. Sema kitu fulani pale. Kama umepokea, sema nimepokea. Umepokea? Basi sema tu amen. Hiyo nitajua kama umepokea. Andika tu hata amen, nitajua umepokea. Na ushare na ulike. Na Mungu akubariki sana. Na ninapomaliza kabisa, kumbuka sisi tunaenda kwa imani. Tunataka tuwabariki wengine. Mwisho wa Kwaresma, siku ya Pasaka, tunataka tukawasaidie wale watu ambao wanahitaji, wana mahitaji. Naona watu fulani wachache wamejitokeza, wachache. Lakini nataka uchukue imani. Unajua watu wengine huwa hawachukui imani, anakaa tu hivi, ana kama vile hajui. Alafu ni kama yeye hataki kubarikiwa. Ni kama vile hataki mema. Watu wengine hujificha, alafu wanatafuta kupokea lakini hawatoi. Mlango wa kupokea ni kutoa. Kwa hiyo Biblia inasema katika Mithali, soma Mithali 19 wewe mwenyewe wakati wako, mstari 17. Amhurumiaye maskini humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Tendo gani sasa? Tutoe. Kwa hiyo kama unataka kushikamana mimi kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye mahitaji katika Pasaka hii na wenyewe wakale vizuri, basi tuma jumbe pale, sema na mimi nitachangia sadaka yangu kiasi fulani, nitawasaidia kiasi fulani. Tushikamane pamoja. Hiyo ndio imani. Hiyo ndio imani ni vitendo. Imani sio tu maneno, ni vitendo. Mungu akubariki sana. Thank you. God bless you. Tupate kalimbo kidogo afu tumalize. Kumbuka ya kwamba mwanzo ndio neno, na vitu vyote neno limefanya. Pasipo neno hakuna chochote kilichofanyika na kikatokea. Kumbuka ya kwamba mwanzo ndio neno, na vitu vyote neno limefanya. Pasipo neno hakuna chochote kilichofanyika na kikatokea. Mimi na wewe tunahitaji neno. Wataka pesa,
weishike neno. Wataka nyumba, weishike neno. Wataka nini, weishike neno. Mimi na wewe tunahitaji neno. Wataka pesa, weishike neno. Wataka nyumba, weishike neno. Wataka nini, weishike neno. Uzima, 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 uzima. Katika neno, uzima, 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 uzima. Katika neno, uzima wa roho. Katika neno, uzima wa mwili. Katika neno, uzima wa roho. Katika neno, uzima wa mwili. Katika neno, uzima, 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 uzima. Katika neno, uzima, 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 uzima. Amen. Mungu akubariki, uwe na usiku wa mwema, usiku wa baraka sana, ulindwe, utunzwe. Tukutane kesho kuanzia saa 4 kamili, tutakuwa hapa na neno la baraka sana. Lakini ukumbuke pia saa 5 asubuhi, nimepata kibali cha kuhubiri kwenye redio moja pale Morogoro, lakini nakuwa nahubiri pia, nakuwa live pia kwa Facebook, na ningekuomba pia uweze kutufuatilia kuanzia saa 5 mpaka saa 6. Saa 5 mpaka saa 6 nitakuwa live kwa sababu ya hisani ya watu wa Morogoro kunikabisha kwenye redio yao, lakini kipindi chetu kiko pale cha usiku, akijabadilika. Usije ukadisikia saa 5 kafikiri usiku, hamna, hapana. Mungu akubariki, tukutane kesho na kutakia kila laheri. Amen.